Sura ya 2 mstari wa 3. Wa pili anasema, wewe mwenye neno sasa kuzipima imani zingine kama zimetokana na Mungu. Kipimo peke yake na mzani peke yake ni neno la Mungu. Bila neno hakuna kitu unaweza kukifanya. Funuo sura ya 2 mstari wa 2 anasema, kwanza mstari wa 2 anasema, na yajua matendo na taabu yao na subira yao, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waovu. Unaofuata unasema, ulikuwa mwenye subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari unaofuata unasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Amen. Mstari unaofuata unasema, lakini basi ni watano, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, na haja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake siku tu. Tumesoma jana mstari wa 26. Hapo Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26. Ngoja nikwambie kwamba namna ambavyo wewe uwe unajitazama. Wakati Yesu anahubiri mabarabarani, njiani huko, wakajitokeza Mafarisayo wanamuuliza, kwa nini wewe unajiita ni Mungu? Mungu mwenyewe si unakufuru? Yesu akasema, kwani hamkusoma kwenye Torati kule zamani kule? Kwani hamkusoma? Hamkusoma? Ni wapi? Zaburi 82 mstari wa 6. Biblia inasema, mimi nimesema ninyi ni miungu wana waliye juu. Kwa Mungu amesema, kumbe Mungu alishatuandaa sisi ni miungu ndani yake. Haleluya. Nataka nikuelekeze, kuna neno fulani tunalizungumza kimakosa. Wanasema wenye nguvu ndio watauteka ufalme wa Mungu. Sisi ni wana wa nani? Sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Sasa kama ni watoto wa Mungu, si tayari ni wa Mungu? Amen. Sasa ukiwa wa Mungu, unautekaje tena ufalme wako? Unamtekaje baba yako? Kuna mzazi anaweza kumteka mtoto wake? Au kuna mtoto anaweza kumteka babake? Kwa nini? Lakini unasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme wa Mungu. Igeuze hiyo. Wewe tayari ni mwana wa ufalme. Kwa huyu anayekusambaratisha wewe kwenye ufalme wa Mungu ndio mwenye nguvu. Bwana amekushinda. Anakutoa kwa Mungu, anakupeleka Misri. Huyu ameuteka ufalme wa Mungu. Kwa ufalme wa Mungu unatekwa na waharibifu. Wewe ni mwana wa Mungu tayari, ni mtoto wa ndani ya ufalme wako. Kule tunaenjoy, tunafurahi, kuna bata. Sasa zile bata aliye nje anajisikia vibaya, anaanza kutengeneza mazingira kukutoa huko. Kwa anapokutoa kwenye ufalme wa Mungu anakuleta kubaya. Ameuteka ufalme wa Mungu. Kwa ufalme wa Mungu unatekwa au unaharibiwa na waharibifu. Kwa anayekutoa kwenye ufalme wako ameuteka ufalme wa Mungu. Maana amekutoa kwenye ufalme wa Mungu na amekuzidi nguvu, umeshindwa. Kwa wewe umeteka. Kwa anayeteka ni yule ambaye ana nguvu kuliko wewe. Wewe huna nguvu, ndio maana umekubali kuteka. Uheni alafu. Wengine tunapozungumza kwa kutoka bana. Unaposema tusimame unasikia. Sasa ina maana ulikuwa upumui. Nyakati hizi neno la Mungu linajifunua. Adamu alifeli, alishindwa kwa sababu neno alilokuwa nalo lilikuwa limefungwa. Yesu alishinda kwa sababu neno la Mungu alilokuwa nalo lilifunuliwa. Je, sisi? Maana wachungaji wa sasa wakiishi na maisha ya wachungaji waliopita, hao wabaki huko. Unasema zamani sisi tulikuwa tufanye hivi, basi rudi zamani. Nyakati hizi unazungumza vya zamani. Leo hii injili ipi? Ndio maana jana nimesema wachungaji wa sasa hivi wapo kwenye wakati mgumu sana. Yesu anaweka uhuru kwa mtu. Yaani uhuru umesababisha wengi wamebaki kwa shetani. Lakini zamani ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni sheria imewekwa. Lazima tuishi hivi, na ndio maana zamani watu wa zamani walikuwa na nguvu ndani ya ufalme wa Mungu. Leo nguvu hamna.
Mchungaji amesema kwenye mikutano ya Injili wanaleta wachekesha. Eti wakusanye watu wachekeshaji. Ina maana sisi hatuwezi kufanya wenyewe, tukasababisha watu wengine wafike. Hatuna uwezo. Mungu yuko wapi? Kiara alikuwa mkuu. Jana tumesema igeuze. Tumesema Yesu ni mdogo wetu. Kivipi? Yesu ni mchungaji wa 6, wa 7. Mchungaji wa 6 alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Anasema yupo ajaye akaja kujitokeza Yesu. Yesu, kwa nini amekuja Yesu? Ina maana Mungu alishindwa kuvumilia. Huyu mwanadamu aliyemuumba kwa Adamu akaishi, akakengeuka, akafuta kile kizazi Mungu kupitia Nuhu, kupitia gharika. Na hicho kile kizazi Mungu akasema kupitia ghadhabu yangu huyu mwanadamu ameshuhudia. Mwanadamu atakayezaliwa pale kuanzia wale watu 8 hata kengeuka, maana hasira yangu anaijua. Ikawaje? Mungu amekasirika. Anasema najuta kumuumba mwanadamu. Nimesema mwanadamu huyu aliyeumba, huyu ambaye ndio nchi na huyu ambaye ndio mbingu ndio wamekanda, wameharibu. Nimesema watu wa nje. Biblia ikisema yule mnyama ni matajiri, wana mipesa. Wanaweza kukupa kazi wewe. Na wana nguvu. Sio nguvu tu, mna maneno. Biblia inasema wana maneno kama maneno ya kibinadamu. Wana macho mazuri kama macho ya kibinadamu. Ni wakina nani hawa? Ni yule mnyama. Joka. Sasa haji kama joka. Joka hatulijui. Anakuja mtu mzuri sana. Yule mtu, yule joka, mamlaka yake ndio wale wanaenda kule. Nimesema kuna namba 9, kuna namba 11. Zile namba hazihesabiki, hazigawiki. Zile namba 9 na 10. Namba 10, 11 kwenye gari haipo. Kwenye siti za gari zile haipo. Kaingia kwenye mabasi yale anasimama. Katafute siti namba 11 kama utaipata. Namba zisizogawanyika. Ni kwamba huyu mtu sasa, sisi tukitazama huku tunaona nuru. Maana hawaji navyo humu, vita yeyuka. Wanauacha uchawi nyumbani, linakuja lenyewe. Lakini huyu ndo tumuombee sisi vitoke. Alikuja mtu mmoja juzi kwangu. Anasema ulikuja kutufundisha kwa tulikuja kuhubiri. Kila ulichokuwa unakizungumza kilikuwa kinanigusa moja kwa moja. Mimi ni mchawi sana. Nikabinti tu. Ni mchawi. Nampesa mchungaji. Nampesa mume wangu. Mume wangu hana kosa. Na najua, lakini nguvu iliyo ndani yangu ndio inayonitesa. Na anaogopa kusema ukweli. Kanisa ni kwetu. Niliita mzee mmoja, wakati namsimulia akasema tosha. Wanaogopa. Maana watanifukuza. Kwa hiyo nikimwambia mchungaji kuna sehemu naishia kuwasimulia. Maana watanifukuza. Kuna sehemu nilifukuzwa. Nafukuzwa. Kwa hali hii bora nife. Alinikuta sehemu kwenye maeneo ya kazi, mimi nafanya kazi, akapita akasema sio mtumishi. Kaingia kule ndani, kaanza kuzungumza vikao vya moyo. Naogopa kumwambia mchungaji. Na mimi nikasema hivi, mwenye mamlaka na nguvu ya kuvichoa hivi ni wewe na nguvu iliyo ndani ya mchungaji wako, sio mimi. Maana mimi sio mchungaji. Mimi sikuchungi wewe. Kinachotoa hivyo kwa huyu mtu, unajua nini? Ni zaka. Anayekula zaka ni mimi au ni mchungaji wako? Kwa mchungaji ile zaka. Na ndio maana tunasema ile zaka mwenye mamlaka ya kuiwekea mikono sio wageni wanaotembea kanisa. Ni kazi ya mchungaji na mama mchungaji. Maana wale watu hawa watu wawili hapa, mchungaji na mke wake, ndio Mungu yuko ndani yao. Yaani bila hawa wewe hupati chochote. Amosi 3:7 Biblia inasema Mungu hatasema neno lolote na wewe na mimi bila kuwajulisha watumishi wake, manabii wake siri zake. Kwa hakuna faida sisi bila watumishi. Hatuna faida. Jana nimezungumza kweli. Washirika tumesababisha nyumba za watumishi wa Mungu ziwe kame. Kwani kanisa ni mchungaji au ni sisi tuliokaa? Kanisa ni mimi na wewe. Uhai wa mchungaji ni mimi na wewe. Kwa sababu shetani anajua ni mimi na wewe, amekamata uchumi wetu ili alipofisha kanisa. Halo. Natamani tuzungumze vingi vya kusema, lakini muda unatutupa mkono. Wengine waume zao ni wapagani. Juzi nimesema ukichelewa uishie huko.
au sitakuruhusu enda.